الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupo ndani ya Juma ya kwanza katika mwezi wa Shawwal, tukitoka katika ibada tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, kwa mujibu wa hutuba yetu ya leo na kwa maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuipa daraja nafsi kuwa kubwa na ngumu kuliko aina tatu za mawe, inafaa kila mmoja kati yetu asichukulie maelekezo ya Allah kama ni zile simulizi ambazo tumezoea kwamba Ijumaa bwana huwezi kuswali mpaka asimame khatibu kuhutubu. Yani inaonekana kama vile ni mtindo tu fulani kwamba hamna kuswali mpaka khatibu ahutubu, akisha kutubu ndio mnaswali, baada hapo raka mbili mnaondoka zenu. Ile khutba ina maana kubwa sana kwetu. Khutba ya Ijumaa ina maana kubwa sana kwetu, na ndiyo maana salatul Jumaa inaswaliwa katika muda wa adhuhuri, lakini hatuswali raka 4, ila tunaswali raka ngapi? Raka 2. Halafu kama tunaswali raka 2 katika muda wa dhuhuri, unaswali raka 4, kwa nini 2 zikatwe? Khutba kwa uzito wake imesababisha raka 2 za dhuhuri ambayo ni siku ya Ijumaa ifanye nini? Ipunguzwe. Kwa hiyo sio jambo dogo kama tunavyofikiria. Ujumbe huu ni ujumbe ambao kila mmoja kati yetu anatakiwa asitafsiri jiwe kama jiwe akachukulia ni haya tunayetengenezea flow katika majumba yetu au zege katika bimu zetu za majumba. Ukiwa na mtazamo huo, itakuwa unajipoteza katika ile heshima ya utu wako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa thamani kubwa ya kuona wewe ni bora kuliko walivyo viumba. Ndivyo wasema, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Hiyo ni heshima nani? Ya mwanadamu. Allah anasema walaqad karramna bani adam, kwa hakika tumemtukuza na tumemheshimisha mwanadamu. Halafu hamalnahum fil barri wal bahri, ni mwanadamu peke yake katika viumbe vinavyotembea ardhini ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala amevipa uwezo wa kuwanyanyua. Akitaka kusafiri kwenda kwa njia ya maji anakwenda, kwa njia ya ardhi anakwenda, kwa njia ya anga anakwenda. Lakini sema warazaqnahum min at-tayyibat, na tumemruzuku mwanadamu awe anakula vyakula tayyib, vile vizuri vyenye kuongeza vitamin katika mwili wake. Mzoga au mnyama tofauti, Mwenyezi Mungu sema tumemruzuku mwanadamu ale vyakula vilivyo bora vizuri. Mbuzi, ng'ombe anakwenda kutafuna majani yoyote anayaona, yawe makavu, yawe machungu, yawe vipi, yeye anafanya nini? Anakula. Hayana chumvi, hayana mafuta, hayana kitunguu, hayana nyanya.
Utakuja kukuta wanyama wengine limzoga limekufa wiki nzima hapo, huku linatoa wadudu kwa kuoza, huku anafanya nini? Anakula. Lakini hakuna mwanadamu kwa akili aliyopewa akala chakula kilichooza. Hata kinachochacha tu majumbani kwetu kinafanya nini? Kinatupwa. Hiyo ni heshima umepewa wewe mwanadamu. Lakini asema wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, kwamba mwanadamu amefanywa kuwa bora katika kuumbwa kwake kuliko vingi vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu kwa daraja kubwa sana. Huwezi kufanana wewe kama mwanaume binadamu, huwezi ukafanana na dume la ng'ombe mkawa na hadhi moja, na lenyewe sinazalisha. Au mama mwanadamu kwa kuwa na yeye anabeba ujauzito awe sawa sawa na mbuzi anabeba ujauzito, tuwaweke sawa, ni vitu ambavyo haviwezekani. Sasa kutokana na ubora huu na fadhila hizi tulizopewa wanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala, anayazungumza Allah ndani ya Qur'ani kutupigia mifano sisi. Lengo ni kutia mifano hiyo akilini ili tuone mahala pa kutokea. Hayo ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna histori moja sio maarufu sana katika vitabu. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mmoja kati ya masahaba zake, wamekwenda mahala fulani nje ya mji, wakawa katika maeneo ya jangwa, hakuna maji, maji yamekwisha, hakuna chochote. Sahaba wake anampigia kelele, ya Rasulullah, nasikia kiu, maji hawana. Lakini Mtume pia kama mwanadamu alihitajia kujistiri mahala, ikawa hakuna namna kujistiri. Akamtuma ile sahaba wake, nenda ukauambie ule mti Mtume anakuita ili uje umstiri apate stara ya kujistiri mahala hapo. Yule sahaba anasema katika mambo aliyomtia imani ya kuamini daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika matukio hayo, akaona mti unatoka unatembea mpaka mahala alipokaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu matawi yake yafanya nini? Yakamzingira kumficha. Amemaliza pale, mti ukafanya nini? Karudi mahala alipokuwa. Lakini kiu, Mtume anamwambia nenda kwenye jabali lile, kaliambie Mtume wa Mwenyezi Mungu ameniagiza nikutolee salamu na nikwambie kama una akiba ya maji basi utoe, ili Mtume aweze kunywa na kumwondoshea kiu. Jiwe linasema kwa masikitiko, sahaba anasikia kwamba jiwe hili limezungumza kwenye khutba, japo sio hili lakini nini, ni mawe. Tunazungumza mawe na uwezo. Kwa nini Mwenyezi Mungu anazungumza mawe? Ni mawe kama mawe unavyofikiria wewe. Jiwe linasema nenda kamfikishie salamu Mtume wa Mwenyezi Mungu, kamfikishie salamu na umwambie kwamba tangu ilivyoshuka aya inasema ya ayuhan nas ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Sadaqallahu alazim. Kwamba tangu siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoshusha aya hiyo, kwamba nyinyi mliomwamini Mwenyezi Mungu muogopeni Mwenyezi Mungu na muokoe nafsi zenu nyinyi pamoja na nafsi za nani? Za familia zenu, kutokana na adhabu ya moto, moto ambao viwashio vyake vya moto huo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni watu na nini? Na mawe. Jiwe likahisi, je, na mimi nitakuwa miongoni mwa viwashio? Basi anasema nililia tangu ilivyoshuka aya hiyo mpaka hivi ninavyosema hakuna hata chembe ya nukta la maji ilibakia katika tumbavu langu.
jiwe linasema kumwambia mtume juu ya mambo haya. Sasa kama inafikia hatua jiwe linafikishiwa ujumbe na linasema lengo na nia ya kutekeleza utashi wa mtume ni amri, hakuwa na sababu ya namna yoyote, lakini kwa sababu tu ya hofu ya Mungu. Kwa hofu ya nini? Ya Mungu, jiwe lililia mpaka ile maji mnaona yaporomoka kwenye milima yale yanadondoka, hujui yanatoka wapi. Kila siku yapo, tangu siku Mungu alivyoumba mbingu na ardhi, maji yanafanya nini? Yanatiririka tu. Yanatoka wapi? Mimi na wewe hatujui, lakini ndio hivyo vilio vya mawe. Baada ya kuona wanadamu tunakwenda kinyume na jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyo tuhitajia tuwe katika maisha yetu hapa duniani. Kwa hiyo ndugu zanguni, tusiwe kama watu wa Nuhu, wale ambao waliokuwa kifikishia ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Anasema Allah kuzungumzia habari za Nuhu kwamba wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Watu wa Nuhu walikuwa kifikishiwa ujumbe. Wewe usijue kama kaumu Nuh, wewe ni ummati Muhammad, lazima utofauti na kaumu zilizotangulia. Walikuwa kifikishiwa ujumbe na mtume sallallahu alaihi wasallam wa mtume Mwenyezi Mungu Nuhu. Walikuwa wakichukua vidole vyao na kuziba kwenye tundu za nini, za masikio yao, ili wasisikie Mungu anasema nini. Sasa sisi tunapoletewa maneno ya Mwenyezi Mungu katika ile lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi in tubidu ma fi anfusikum au tukhfuhu, mwisho inasema waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Hiyo ndio kauli ya nani? Ya Waislamu ummati Muhammad, kwamba kila wanachofikishiwa wao husema tunasikia na tupo tayari kutekeleza. Waliotangulia kabla yetu walikuwa wanasema sami'na wa asaina, kwamba tumesikia na wala hatuna haja ya kufanya hilo unalotueleza mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa hotuba yetu ya leo baada ya Ramadhani, halafu inakuja hotuba kuzungumzia nafsi, basi kuna mashiko ya kila mmoja atafakari juu ya hotuba ya leo. Inshallah baada ya haya machache, nafikiri tuelekee moja kwa moja kwenye suala la dua kwa ndugu zetu waliotuomba na wakatoa sadaka zao. Kuna wengine wametoa sadaka zao lakini hawajasema waombewe dua. Wanapohesabu hapa watu ni watu wametoa nini? Sadaka zao. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dua tutakayoomba iwe ni ilete manufaa na tija kwa wale walioomba rasmi waombewe, na sisi ambao tumetoa bila kuomba tuombewe, lakini kwa utukufu wa siku hii ya Ijumaa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baraka za Ijumaa na khairi za Ijumaa na neema za Ijumaa zituenee sote ambao tulidiriki swala hii ya Ijumaa. Kwa tusemeni alam nashrah 3.